have the DNA of God, because wewe umezaliwa na nani? Na Mungu. Umezaliwa kwa roho wa Mungu, umezaliwa kwa neno la Mungu, na kwa sababu hiyo wewe una ushirika na tabia ya nani? Ya uungu. Na kwa sababu hiyo sasa, mwana wa Mungu, ndio maana unatawala kama Mungu, unamiliki kama Mungu, unatiisha kama Mungu, unatawala na kumiliki juu ya nchi, kwa sababu wewe ni Mungu katika mwili, na kwa sababu hiyo unamwakilisha na kumwasilisha Mungu Baba hapa duniani, mwana wa Mungu katika Kristo Yesu. Na ndio maana tukiangalia pia kwenye Yakobo 1 mstari wa 18, mtu isome Yakobo 1 mstari wa 18, neno la Bwana linasema, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyote. Kwamba kumbe ni kwa mapenzi ya Mungu alituzaa sisi. Amesema kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno la kweli kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyote. Kwa sisi ni limbuko la viumbe vyote. Ndio maana sisi tunaweza kukatiisha mazingira yakatutii. Ndio maana tunaweza tukasemesha hata vitu ambavyo hatuwezi kuongea, lakini vinatolewa, kwa sababu Bwana ametupatia hiyo language ambayo inaweza ikawa understandable hata kwa vitu vingine. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni washirika wa tabia ya uungu. Ndio maana sasa, mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, wewe ambaye ni mkuhani wa kifalme wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, wewe ambaye ni mzao mteule wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, wewe ambaye ni Mungu duniani, unayemwakilisha na kumwasilisha Mungu Baba hapa duniani kwa sababu ya nature ulionayo katika Kristo Yesu, kwamba you have the DNA of God. Na kama Mungu alivyo, ndivyo ulivyo hapa duniani. Unazaa, unaongezeka, unaijaza nchi, unatiisha, unatawala, unamiliki juu ya nchi sawasawa na Mungu Baba katika Kristo Yesu, kwa sababu ya asili yako ya uwana ndani ya ufalme wa Mungu Baba.